Waziri wa ulinzi wa Israel leo Jumamosi ameonya kwamba Tehran itaungua ikiwa Irani itaendelea kurusha makombora dhidi ya Israel baada ya watu wasiopungua 3 kufariki na makumi ya raia nchini humo kujeruhiwa Jumamosi asubuhi kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya Israel kwenye kitovu cha mpango wa nyuklia wa Irani na majeshi yake. Akizungumza baada ya mkutano wa tathmini na mkuu wa majeshi, waziri wa ulinzi Israel Katz amesema kuwa Irani italipa gharama kubwa kwa kuwadhuru raia wa Israel. Ikiwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei ataendelea kurusha makombora kwenye uwanja wa nyumbani wa Israel, Tehran itaungua, Katz alisema. Televisheni ya taifa ya Irani iliripoti mtandaoni kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikifyatua risasi katika miji ya Komarabad, Kelmanchan na Tabriz kuashiria kuanza kwa shambulio jipya la Israel. Kanda ya Tabriz zilionyesha moshi mweusi ukipanda kutoka jijini, kulingana na video iliyotumwa na shirika tanzu la televisheni ya taifa ya Irani. Shambulio la Israeli lilitumia ndege za kivita pamoja na ndege zisizo na rubani zilizoingizwa nchini humo mapema, kulingana na maafisa, kugonga vituo muhimu na kuua majenerali wakuu na wanasayansi. Balozi wa Irani katika Umoja wa Mataifa amesema watu 78 waliuawa na wengine zaidi ya 320 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Pamoja na mambo mengine, idadi ya waliofariki kutokana na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Irani dhidi ya Israel imeongezeka hadi 3, huku wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, huku hali ya maeneo ya Tel Aviv ikiharibiwa kwa kiwango kikubwa. Irani ililipiza kisasi kwa kuruhusu mawimbi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya balistiki katika Israel, ambapo milipuko iliangaza anga ya usiku ya Jerusalem na Tel Aviv na kutikisa majengo yaliyo chini. Jeshi la Israel liliwataka raia ambao tayari wamekabiliwa na vita vya miezi 20 huko Gaza vilivyosababishwa na shambulio la Hamas Oktoba 7 kuelekea makazini kwa saa kadhaa. Israeli na Irani zilisema mashambulizi yao yataendelea na hivyo kuongezea matarajio ya mzozo mwingine wa muda mrefu wa Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Ijumaa jana kuwa lengo lake lilikuwa ni kuondoa tishio lolote la Irani kwa Israel, lakini aliwataka wa Irani kuwapinga viongozi wao. Israeli ingekaribisha kupinduliwa kwa serikali hata kama hayutafuti kwa dhati. Mashambulizi ya Israel pia yametia shaka mazungumzo zaidi kati ya Marekani na Irani kuhusu makubaliano ya nyuklia kabla ya kukutana Jumapili huko Oman. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani ameyataja mazungumzo hayo ya nyuklia na Marekani kuwa hayana maana baada ya Israel kushambulia nchi hiyo. Televisheni ya taifa ya Irani imesema Marekani ilifanya mazungumzo ambayo imefanya mazungumzo yasiyo na maana. Email Baghash alinukuliwa akisema. Aliongeza kuwa Israel ilipitisha mistari yote nyekundu ya Irani kwa kufanya kitendo cha jinai kupitia migomo yake. Khamenei amesema katika ujumbe wake uliorekodiwa Ijumaa, hatutaruhusu kutoroka salama kutokana na uharifu huu mkubwa walioufanya. Irani ilirusha mawimbi ya makombora katika Israel mwishoni mwa Ijumaa na mapema Jumamosi. Raia wa Irani waliamka Jumamosi na televisheni ya taifa kurusha sehemu za mara kwa mara za mashambulizi dhidi ya Israel pamoja na video za watu wakishangilia na kushikilia peremende. Jeshi la Israel limesema ndege zaidi zisizo na rubani zilinaswa karibu na bahari ya Chumvi mapema Jumamosi. Hospitali ya Tel Aviv imewatibu watu 7 waliojeruhiwa katika shambulio la pili la Iran. Wote isipokuwa mmoja wao walikuwa na majeraha mepesi. Kikosi cha zimamoto na uokoaji cha Israel kimesema walijeruhiwa wakati kombola lilipogonga jengo moja mjini humo. Msemaji wa hospitali ya Belinson alisema mwanamke mmoja ameuawa. Saa chache baadaye kombola la Iran lilipiga karibu na nyumba katika mji wa kati wa Israel wa Rishon Lezio na kuua watu 2 zaidi na kuwajeruhi wengine zaidi ya 20, kulingana na huduma ya afya ya Israel Magen David Adom. Jeshi la zimamoto la uokoaji la Israel limesema kuwa nyumba 4 ziliharibiwa vibaya sana. Wakati huo sauti za milipuko na mifumo ya ulinzi wa anga ya Irani inayolenga shabaha ilisikika katikati mwa mji wa Tehran muda mfupi baada ya saa 6 usiku Jumamosi. Shirika la habari la Iran la Nusrasmi la Tasmin liliripoti moto katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mekharab mjini Tehran. Video iliyowekwa kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, ilionyesha safu ya moshi na miali ya moto ikipanda kutoka kwa kile kilichosemekana kuwa ni uwanja wa ndege. Mashambulizi ya anga yanayoendelea ya Israel na kulipiza kisasi kwa Iran kuliibua wasiwasi kuhusu vita vya pande zote katikati mwa nchi hizo na kuchochea eneo
hilo kuwa la vita kamili ambalo tayari liko kwenye makali katika machafuko makubwa zaidi. Vita vya miezi 20 vya Israel na Gaza havionyeshi dalili za kumalizika, wakati takribani watu 27 waliuawa na mashambulizi ya Israel huko Gaza usiku wa Ijumaa, kulingana na hospitali za mitaa ya Gaza. Nchi nyingi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati zililaani shambulizi la Israel kwa Irani, huku viongozi kote ulimwenguni wakitaka kudorora mara moja kutoka pande zote mbili kwa hasira zao. Israel ilikuwa imetishia mgumu kama huo kwa muda mrefu, na tawala zilizofuata za Amerika zikijaribu kuzuia, zikiogopa kuwa ungezua mzozo mpana katika Mashariki ya Kati na labda kutofaulu kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran uliotawanyika na kuwa mbaya zaidi. Pamoja na waziri huyo wa ulinzi wa Israel Katz kusema kuwa Tehrani itachakaa ikiwa Irani itaendelea kurusha makombora Israel. Hata hivyo, kiongozi mkuu wa taifa la Iran Ayatollah Ali Khamenei ameahidi kuwa Israel itakapokuwa inarusha makombora itajibiwa mara 2 zaidi kwa kile ambacho anasema itatakiwa ijifunze. Wakati hayo yote yakiwa yanaendelea, inaripotiwa kuwa raia nchini Marekani wameandamana kupinga mashambulizi ya Israel kuelekea Iran, ikisema kwamba wanaoshambuliwa ni wasio na hatia kutokana na kuwa tayari kuingia makubaliano ya kusitisha mpango wao wa nyuklia. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.